Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Babu Bidabida Online TV. Usisahau kulike, kucomment, kushare na kusubscribe channel hii ili mradi uwe wa kwanza kupata masomo yangu kila leo ninavyotoa. Leo nimeamua kuwafundisha dawa za mapenzi, dawa za mivuto ya mapenzi kwa kina baba, pia kwa kina mama, lakini special kabisa ni kwa kina baba. Nimeamua kuita moto wa limbwata zote duniani ni hizi hapa, kwa sababu hizi ni miongoni mwa talasimu ama maandishi madhuri sana ambayo hata mtu akiyatendea kazi majibu yake ya titi fotati. Kwa hiyo tusipoteze muda sana, kikubwa ni azime masikio yako na macho yako kuangalia talasimu hii jinsi inavyocholwa na jinsi ambavyo ilivyo na maelezo yake. Kwanza tunaanza na talasimu hii ambayo katikati nimeandika Babu Bidabida, alafu chini plus 255 na www.babubidabida.blogspot.com. Kwa hiyo kama ukihitaji kupata nakala zangu zote zilizopita, ingia hapo katika blog yangu ambayo www.babubidabida.blogspot.com. Lakini ukihitaji kuwasiliana na mimi moja kwa moja, iwe Telegram au WhatsApp, wasiliana kwa namba hizo hapo unazoziona ni 0765458910. Lakini vile vile usisite kunifollow Instagram, natumia Babu Bidabida, ni follow Instagram natumia Babu Bidabida, ni follow Facebook natumia Babu Bidabida. Kwa wewe mtu ambaye unahitaji kupendwa na watu, ama wewe mwanaume ambaye unahitaji mwanadada fulani akupende na umeshamtongoza sana na amekukataa, umeshamtokea kumtokea amekataa, ameshakula vyako sana kwa msemo wa viuni wa mwaka 2000 na ganja chako cha mkono wa kulia, mwambie mtu akuchole, au kama wewe mwenyewe unaweza kuchola hii talasimu, hebu ichole. Badala ya hapo, hapa katikati chola kwa manuizi. Mfano mimi nimeandika Babu Bidabida, lakini wewe utachola kwa manuizi unayoyataka. Mfano nahitaji labda Kuruthumu binti Mwajuma, nahitaji anipende mimi Babu Bidabida, au labda anipende mimi Othman Khan TV. Sawa sawa. Popote nitakapokutana naye, nitakapomsalimia, nahitaji aje nyumbani kwangu au aje geto kwangu, kwa msemo wa vijana wa kileo. Kwa hiyo ina maana pindi utakapoenda, inakulazimu sasa ule mkono ambao wewe uliochola hii talasimu, inakulazimu uende ukamshike, yani kumsalimia, kumsabahi kama vile unamsalimia mambo. Kwa hiyo utampa mkono kuoa. Kwa hiyo ichole talasimu hii vizuri sana, si unaeleweka? Ukisha ichola talasimu hii vizuri sana 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 sana, lakini inafaa uichole kwa makapeni. Ichole kwa makapeni kwenye yai la kuku fresh. Ina maana yai la kuku ambaye yai hilo sio visa, halijaharibika, ina maana yai la kuku fresh. Badala ya hapo, kishachola na makapeni aidha nyekundu au makapeni ya kijani, badala ya hapo utaichemsha hilo yai. Ukishalichemsha hilo yai, unaweza ukatia chumvi na kadhalika, lakini baadaye likishaiva hilo yai, utalikata kwa kisu mara moja tu kati. Badala hapo utamenya ganda. Ukishamenya ganda, mpelekee mpenzi wako akale. Kipande kimoja ale, kipande kimoja ule wewe. Hakika wallahi wabillahi watallahi utaona maajabu ya hii talasimu. Usisahau katikati kuandika ila mahabbati, ina maana unaandika jina la manuizi ya mpenzi wako. Sawa sawa. Ama kama unataka vizuri kabisa, unaweza ukaichola talasimu hii kwenye karatasi plain paper kwa dhafalani. Badala ya hapo, hapa katikati ukaandika manuizi yako yote. Kwa mfano mimi fulani, mimi Babu Bidabida, na nahitaji mpenzi wangu anipende, labda hata kwenye yale maji ambayo wewe unayotaka kuipikia hilo yai. Badala ya hapo, chemsha kutumia yale maji, ndio uchemshe yai fresh. Ina maana pindi utakavyochemsha yale maji yataingia kwenye yai. Ina maana kwa manuizi vizuri ambayo wewe uliyotengeneza, haina haja ya kusomea. Nieleweke, haina haja nini ya kuisomea. Ina maana pindi utakapochemsha yai lako, likate kwa kisu kikali kwa mara moja. Tena uzuri, pendekeza kutumia kisu kipya. Ukishatumia kisu kipya ndio kizuri. Ina maana utakata mara moja lile yai twap.
Kipande kimoja mpe mume wako wale, kipande kimoja kula wewe. Ndugu yangu, utakuja kunikumbuka kwa biidhni ya Mwenyezi Mungu. Lakini pia achana na hilo, kuna watu leo hii wanapenda kufuatwa na wanawake kila mara. Hii ni mbaya, lakini leo hii naamua tu nikufundishe kwa sababu nimeshaona watu wengi wanahitaji kupendwa. Asilimia ya wanaume wanahitaji kupendwa na wanawake, asilimia ya wanawake wanahitaji kupendwa na wanaume. Kwa mfano sasa, leo hii mimi nasema kuwa labda naishi Dar es Salaam, Yombobuza kwa Mama Kibonge. Labda niangalie hapa kwa Mama Kibonge stendi, kuna wanawake wazuri. Si inaeleweka? Ina maana kuna wanawake wazuri. Mimi natengeneza yai langu. Sawa, nikishachukua yai langu vizuri, natengeneza hii talasimu kwa kutumia peni labda ya kijani au nyekundu au makapeni, na chola vizuri kwenye plain paper, lakini iweke ndogo, usikuze. Ina maana ichole kidogo ili mradi uweze kukikunja kile kikaratasi, na utoboe yai lako fresh vizuri kwa kutumia sindano. Yani unatoboa vizuri kabisa ili mradi litoboke, lisipasuke. Ukishatoboa kitobo, iko kikaratasi kidumbukize ndani ya yai. Badala ya hapo, kule juu kama unaweza ukaziba vizuri, basi ziba hata kama na nta, ziba hata kama na nta labda ya mshumaa na kadhalika. Badala ya hapo, nenda ukalipasue ama ukalichimbie njia panda. Lakini usisahau hapa katikati kuweka manuizi. Mfano mimi Babu Bidabida nahitaji nipendwe na kila mwanamke atakayepita hapa, basi nahitaji mimi anione Babu Bidabida. Ina maana unaweka jina lako wewe. Kwa mfano kama mimi jina langu maarufu ni Babu Bidabida, ina maana naweka jina langu, naitwa labda Shukuru bin Saidi almaarufu Babu Bidabida. Mwanamke yoyote, mwanaume yoyote atakayepita hapa nahitaji anipende na jina langu litukuke kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo badala ya hapo, ukichimbia pale katika njia panda, kila mtu atakayepita hapo kwa hakika atakuwa na bashasha na muru ambaye wewe akikuona, hata kama mtu hakujui, pindi atakapopita katika ile njia panda tu, pindi atakapokuona, moyo lazima umuauke kwa heli. Ina maana lazima umlifanyaje? Umlipuke pa. Ina maana fulani nimemuona. Ina maana pindi atakaposikia jina lako, kama atakuwa ameshakuona, unajua kuna kumbukumbu zingine, kwa mfano unasikia Babu Bidabida bwana, ina maana unafikiria hivi nishai kuonana naye wapi? Yani unafikiria unarudisha kumbukumbu, memory card unaitafuta hivi, Babu Bidabida nishai kuonana na huyu kaka, mimi namjua, anaanza kukusifia. Ina maana hata kama hajakuona. Hivyo ndo ninavyomaanisha. Sana mzuri kwa viongozi na kadhalika. Hii hakika kama ukinuia kwa wanawake, hakika hata kama ndugu yako atakayepita hapo, ni itakuwa mushkil kidogo. Umeona? Kwa hiyo hii ni mzuri sana, ni mvuto wa mapenzi, ni mzuri sana. Lakini leo hii sasa, kuna watu sisi sio waaminifu kwenye ndoa zetu. Ina maana mimi nachepuka, namchepukia mke wangu. Ina maana wewe mke wangu labda anachepukia mimi. Ina maana anaenda kwa mwanaume mwingine. Tunafanyaje? Kitu cha kufanya ni rahisi sana ukiwa na talasimu hii. Talasimu hii ndio maana nimesema inapiga pande zote. Kwa mtu ambaye anahitaji kwenda kuomba kazi pahala, ina maana bosi akioshikana naye mkono, hata kama akienda kwenye interview, ina maana kwa hakika kabisa bosi huyo lazima ampatie kazi kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna watu leo hii wanahitaji kuwadhibiti waume au wake. Ina maana utaandika kwa manuizi hapa kati, mimi Babu Bidabida namdhibiti fulani bini fulani. Sawa, kadha. Badala ya hapo, iko kikaratasi utakikunja vizuri. Ukisha kikunja vizuri, lakini inachohitajika sasa upate unyayo wa kuingia ndani, awe mume wako au mke wako. Ina maana kama ataingia ndani, pale si lazima atavua viatu au atajifuta, yani ule mchanga ambao wa kuingia ndani wa nyayo zake au viatu vyake. Utavikunguta kama awali mlivyoanza kutongozana pale awali kabisa kuonana. Ewe bibi, ewe babu, basi mtakuwa na mapenzi mubashara kabisa na yasiokuwa na shaka ndani yake. Lakini tuangalie sasa faida ya hii talasimu. Kuna watu ambao leo hii ni wafanya biashara. Lakini wafanya biashara wale utakuta mtu tu kwamba kwenye biashara yake mteja akienda arudi tena. Mteja akinunua kitu fulani arudi tena. Aidha labda mteja fulani akirudi, umeona bwana ana kauli chafu, amsubiri bosi. Hata kama ukienda kula, kwa mfano mfanyakazi, ukienda pale wale wateja uwakuti. Kwa hiyo ukihitaji kuwatuliza wateja, ina maana utaichora hii talasimu kwa siku ya Alhamisi.
Uzuri uichole siku ya Alhamisi usiku kuamkia Ijumaa, na asubuhi uende ukaitundike ama kuiweka katika sehemu yako ya kutunzia pesa. Hakika hapo katikati nilipoandika Babu Bidabida ndio sehemu ya kuandika manuizi yako vile unavyohitaji. Kwa mfano, mimi nahitaji navuta wateja, naita pesa, na nahitaji yoyote mteja ambaye atakaye kuja hapa basi nahitaji anisubiri hata kama nikienda umbali wa hapa labda na kilomita 50 au 30, nahitaji anisubiri na asiondoke mpaka kwa idhini yangu. Kwa hiyo hii inaitwa mpumbazo. Kwa watu wa Tanga hapa, Wasegeju na Wadigo wananielewa mpumbazo. Sawa sawa. Kwa hiyo hii inaitwa mpumbazo au mpumbaza. Ina maana ina uwezo wa kupumbaza akili za wateja, akili za watu, lakini ni mzuri. Lakini pia hii ina uwezo wa kumtuliza mtu mfanya kazi ndani. Kwa hiyo vitu vingine ni vingi sana 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 sana. Hii talasimu ina uwezo wa kufanya kazi. Ila leo naomba tuishie hapa, na imani sina mengi ya ziada na vingi vinakuja. Kikubwa usisahau ku like, comment, kushare na kusubscribe. Tunapatikana Dar es Salaam Yombobuza kwa Mama Kibonge. Babu Bidabida napatikana hapo. Kwa hiyo wewe unahitaji pete za mali, pete za utajiri, pete za majini, utazipata kwa gharama ya shilingi 2,2 na 500,000. Kwa hiyo wai sasa, pete ziko ni chache sana. Asanteni sana sana na niwatakie siku njema na mafanikio mema insha Allah.